Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imekamata tani 9.93 za dawa za kulevya aina mbalimbali pamoja na chupa 1795 za dawa tiba zenye asili ya kulevya kwa kipindi cha Januari hadi Februari ya mwaka 2026. Hayo yamebainishwa na Kamishna Jenerali wa DCEA Aretas Limo, ambaye amesema wameteketeza ekari 87.5 za mashamba ya bangi. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Kwa kuzingatia dhamira ya serikali katika kulinda utu, afya na usalama wa jamii yetu, Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya hapa nchini. Mwezi Januari na Februari 2026 tulikamata jumla ya kilogramu 9925.78 sawa na tani 9.93 za dawa za kulevya aina mbalimbali, chupa 1795 za dawa tiba zenye asili ya kulevya na kuteketeza ekari 87.5 za mashamba ya bangi. Aidha, magari 6 na pikipiki 29 zimekamatwa katika operesheni hizo, huku tukiwashikilia watuhumiwa 151 kuhusiana na uhalifu huo. Kwa kushirikiana na maafisa wa kituo cha forodha cha Mtukula kilichopo wilaya Misenyi mkoa wa Kagera, mamlaka imekamata dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya pethidine boksi 105 zenye chupa 1045, morphine sulfate boksi 31 zenye chupa 310 na fentanyl boksi 44 zenye chupa 440. Dawa hizo zilikamatwa katika basi la abiria la kampuni ya SR Classic lenye usajili wa nchi ya Kongo namba 5673 AB04 linalofanya safari zake kati ya nchi ya Uganda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dawa hizo ziligundulika wakati wa upekuzi wa basi hilo katika kituo cha forodha cha Mtukula lilipokuwa likiingia nchini Tanzania kutokea nchini Uganda. Watuhumiwa waliokamatwa katika tukio hilo ni Hassan Omari Mwambashi maarufu kama Macheni mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa Mbezi jijini Dar es Salaam, Ibrahim Saidi Malindi mwenye umri wa miaka 36, Mtanzania anaishi Kampala, Uganda, Yasa Saidi Hamud mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam, Hamadi Saidi Hamad mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa Mombo, Tanga, Abdul Athman Hamis mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Amana jijini Dar es Salaam, na Mwisha Mohamed Abdallah mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Magomeni jijini Dar es Salaam. Dawa aina ya pethidine, morphine na fentanyl ni dawa tiba zenye asili ya kulevya zilizopo kwenye kundi la afyuni, yani opioids, ambazo hutumika hospitalini kwa ajili ya kupunguza maumivu makali wakati wa operation kwa wagonjwa wa saratani, ajali pamoja na wagonjwa wa selimundu. Aidha, dawa hizi zikichepushwa zinaweza kutumika kama dawa za kulevya na kusababisha uraibu kwa haraka zaidi kutokana na kuwa na nguvu kubwa. Dawa hizi zipo katika kundi la vipumbaza, yani depressant, na zina uwezo mkubwa wa kusababisha vifo kwa haraka kwa mtumiaji, kwani huharibu mifumo ya mwili, hasa mapigo ya moyo, mfumo wa fahamu pamoja na mfumo wa upumuaji. Hapa nchini dawa hizi zinadhibitiwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya sura ya 95 na sheria ya dawa na vifaa tiba, yaani TMDA sura ya 219. Sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeorodhesha dawa hizo katika jedwali la kwanza, yani first schedule, na sheria ya dawa za vifaa tiba inabainisha kuwa muingizaji na msambazaji wa dawa aina ya narcotic ni medical store department, yani MSD pekee, na vituo ambavyo dawa hizo zinaweza kutumika ni lazima viwe na kibali maalum kutoka TMDA. Ni vyema tukafahamu kuwa dawa aina ya fentanyl ni hatari zaidi kutokana na uwezo wake mkubwa wa kusababisha vifo hata kwa kiasi kidogo cha matumizi ikilinganishwa na dawa nyingine jamii ya afyuni kama vile morphine pamoja na heroin.